Habari ya wakati huu mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Tunaposherehekea miaka 30 ya uwepo wa Radio Maria Tanzania hapa nchini Tanzania. Tunaye mratibu wa Radio Maria Tanzania ambaye atatushirikisha mengi juu ya mafanikio, lakini pia namna ya kujenga mahusiano pamoja na taasisi ambazo zipo hapa nchini Tanzania. Hivyo basi karibu ungane pamoja nami katika mahojiano haya mafupi ili kuweza kufahamu namna utume wa Radio Maria Tanzania ambavyo umefanya kazi yake kwa miaka yote 30 ya Radio Maria hapa nchini. Jina langu ni Joyce Jonatus Mikwachu. Karibu. Mratibu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina Joyce, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, hongera kwa utume. Asante, hongera kwetu sote. Mwanafamilia Radio Maria Tanzania angependa kukufahamu kwa ufupi, na umekuwa mratibu tangu mwaka gani? Karibu. Asante sana Joyce. Kama ulivyonitambulisha, kwa jina naitwa Priva Protas Laswai. Ni mwanafamilia wa Radio Maria na nimejiunga na Radio Maria Tanzania mwishoni mwa mwaka 2017, kwanza kama mtunza kumbukumbu na mchakataji wa taarifa za wadau wetu. Na nimefanya kazi hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu, kuanzia 2017 mwishoni mpaka mwaka 2020 mwishoni. Na basi kwa mapenzi yake Mungu mwenyewe, ilipofika mwaka 2020 mwezi wa 8 niliteuliwa kuishika kwa muda nafasi ya uratibu katika taasisi yetu, ambapo basi niliweza kuhudumu kwa kipindi cha miezi mitatu, yani mwezi wa 8, wa 9, wa 10 na mwezi wa 11 basi nikathibitishwa rasmi na bodi ya wakurugenzi ya Radio Maria, bodi ya wakurugenzi ya marafiki wa Radio Maria Tanzania, kuwa mratibu wa Radio Maria Tanzania. Kwa hivyo nimehudumu katika nafasi hii ya uratibu kuanzia mwaka 2020 Disemba mpaka hivi sasa, takriban miaka 8. Kama mratibu wa Radio Maria Tanzania, jukumu kubwa ambalo nimekuwa nikilitekeleza ni kuratibisha shughuli zote za kiuendeshaji za taasisi yetu. Hasa katika masuala yote ya kiutawala. Nikiwa na maana kwamba kwa namna ambavyo taasisi yetu imekuwa ikifanya kazi, imegawanyika katika sehemu mbili, kwa sababu ni chombo cha habari. Kwa maana hiyo basi kuna eneo lile ambalo linahusiana na masuala mazima ya habari na utangazaji kwa ujumla, ambapo basi upande huo kiongozi ni mkurugenzi wetu wa matangazo ambaye ni Padre Dominic Mavula. Lakini basi tuna sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya utawala, ambapo kimsingi sehemu hii ya utawala kiongozi mkuu ni rais wa taasisi yetu, lakini basi mratibu anakuwa na hii nafasi kwa ajili ya kutekeleza majukumu hayo kwa niaba ya rais. Kwa hivyo mratibu majukumu yake anakuwa anaratibisha shughuli zote za kiutawala, ikiwa ni masuala yote yanayohusiana na rasilimali za taasisi, lakini pia upande wa ufundi, masuala yanayohusiana na fedha, ikiwa na maanisha idara zile ya fedha, lakini pia na masuala yote yanayohusiana na utafutaji fedha. Kwa hivyo shughuli zote tunazoziita za kiutawala zinakuwa zinasimamiwa na mratibu. Na tunaweza kusema kwa ufupi, mratibu ni msimamizi wa shughuli za kila siku za uendeshaji au za utendaji katika taasisi. Asante sana mratibu kwa maelezo hayo mafupi na mazuri. Ni imani yangu kwamba mwanafamilia Radio Maria Tanzania amekwisha kufahamu majukumu ya mratibu wa Radio Maria Tanzania. Lakini pia ungetuelezea ni kwa namna gani Radio Maria Tanzania imejenga mahusiano na taasisi nyingine? Asante sana Joyce. Kama taasisi ambayo imesajiliwa kisheria na inayofanya shughuli zake ndani ya nchi ya Tanzania, nikiwa na maanisha Tanzania bara na Tanzania visiwani, tumekuwa tukishirikiana na taasisi nyingi katika kutekeleza majukumu yetu. Taasisi ya kwanza ambayo tunashirikiana nayo kwa karibu sana ni taasisi wasimamizi wa masuala yote ya utangazaji. Nikiwa na maanisha TCRA, Tanzania Communication Regulatory Authority, ambapo basi ni taasisi ambayo ndo kwanza inatusimamia na inasimamia leseni yetu ya urushaji wa matangazo. Kwa hivyo tumeweza kushirikiana nao kwa kipindi cha miaka yote 30, tukiwa tunahakikisha kwamba tunafuata zile kanuni na taratibu za utangazaji za nchi yetu, na tunakuwa tunatekeleza wajibu wetu kwa taasisi hiyo kadiri ya maelekezo ambayo wamekuwa wakitupatia, ikiwa ni pamoja na kushiriki vikao
kadha wa kadha ambavyo tumekuwa tukitakiwa kushiriki, lakini pia kutekeleza wajibu wetu katika kulipa zile stahiki ambazo tunatakiwa kulipwa kama ilivyo wamiliki wa leseni na kama ilivyo masharti ya leseni yetu yanavyotutaka. Na kwa kutekeleza hayo, mahusiano yetu na taasisi hii yamekuwa yakikua na yamekuwa yakiimarika wakati wote. Lakini pia kama taasisi, kama redio, na ukizingatia ni redio ambayo ina leseni ya kitaifa, tuna jukumu kubwa la kuelimisha jamii na kuhabarisha umma ambao wanatusikiliza. Kwa hivyo katika kuelimisha jamii pia tumekuwa tukifanya kazi na taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mamlaka, taasisi ya tunasema ni Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, lakini pia tumekuwa tukifanya kazi na taasisi kama TANAPA, tumekuwa tukifanya kazi na taasisi kama Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia wenzetu wa TAKUKURU, lakini pia na taasisi nyingine ambazo zinahusika na uelimishaji wa jamii moja kwa moja. Na katika ufanyaji kazi katika taasisi hizi tumeendelea kuimarisha mahusiano yetu na wao, kwa sababu bila hizi taasisi ina maana wasikilizaji wetu na wadau wetu hawawezi kupata ile elimu stahiki ambayo wanahitaji kuipata. Kwa hivyo basi tumeweza kuweka mizizi yetu vizuri na kuhakikisha kwamba basi tunawafikia wenzetu ambao ni taasisi hizi, ili waendelee kuelimisha umma na jamii ambayo inatusikiliza. Na katika kuendelea kufanya nazo kazi basi pia tumekuwa tukipata bahati ya baadhi ya taasisi pia kunufaisha baadhi ya watendaji kazi, hasa kwa kuwapa nafasi za kushiriki katika vikao mbalimbali, lakini pia mafunzo mbalimbali ya kuendelea kuwajengea uwezo, ambapo basi kwa namna moja ama nyingine amekuwa yakinufaisha pia taasisi yetu kama taasisi ya habari na utangazaji hapa Tanzania. Lakini sambamba na hilo nimezungumzia zaidi taasisi zile ambazo zimekuwa mlengo wa kuelimisha jamii katika masuala haya ya kijamii, lakini pia tunashirikiana na taasisi za kidini katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kukua katika misingi ile ambayo tunapaswa kuwa. Kwa hivyo tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wenzetu wa Baraza la Maaskofu Tanzania katika kuhakikisha kwamba taratibu zote za Kanisa Katoliki zinafuatwa na tunakwenda pasipo kupindisha taratibu hizo. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na majimbo yote ya Kanisa Katoliki Tanzania pamoja na parokia zote, lakini bila kusahau taasisi nyingine za kidini kama shule ambazo zinamilikiwa na kanisa, hospitali zinazomilikiwa na kanisa. Na zote hizi Radio Maria imekuwa ni muhimili mkubwa katika kuhakikisha basi pia mawasiliano ya taasisi hizi kwenda kwenye jamii inayotusikiliza yanaweza kufanikiwa na kufanyika kwa weledi wa hali ya juu. Hongereni sana kwa hilo. Asante Joyce. Asante na hongereni sana kwa mafanikio haya kujenga mahusiano mazuri pamoja na taasisi nyingine. Asante. Lakini pia upi ujumbe wako kwa maadhimisho haya ya miaka 30? Tunapoendelea na maadhimisho ya miaka 30 ya huduma kwa hapa Tanzania, nikiwa namaanisha kuanzia mwaka 1996 tarehe 26 ya mwezi wa 4 mpaka kufikia hivi sasa, na tunapoendelea basi jukumu kubwa la uinjilishaji bado hatujalifikia. Bado tunahitaji kuwafikia watu wengi zaidi. Tunahitaji kujipenyeza hasa maeneo ya pembezoni, ambapo tunatambua kwamba uhitaji wa redio hii ni mkubwa sana, kwa sababu kuna maeneo ya pembezoni ambayo tunaamini upatikanaji wa huduma za kikanisa kwa uharaka ni ngumu, lakini tunaamini kupitia Radio Maria basi watu hawa wanaweza wakapata huduma hizi walau at least kwa kiasi fulani. Lakini pia bado tunahitaji kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha umma pia. Kwa hivyo bado tunatakiwa kuendelea kukaza buti, lakini pia tunaendelea kufanya kazi kwa weledi mkubwa kuhakikisha kwamba tunakwenda kufikia matamanio hayo ambayo tuko nayo. Na katika miaka hii 30 tunaendelea kuwaomba wadau wetu, wasikilizaji wetu wasituache, waendelee kutusikiliza,
waendelee kutushauri pia, lakini pia wasisahau kutuombea, kwa sababu jukumu hili la uinjilishaji na kuhabarisha na kuelimisha umma si jukumu dogo, ni jukumu kubwa ambalo linahitaji nguvu ya kila mmoja. Sisi kama wafanyakazi labda na volunteer hatuwezi. Tunawategemea pia hawa wadau na wasikilizaji na marafiki wote wa Radio Maria katika kuhakikisha kwamba gurudumu hili linasonga mbele, hasa kupitia majitoleo yao ya hali na mali, ili kuweza kuhakikisha basi malengo yale ambayo tunakuwa tumekubaliana, malengo ambayo tunakuwa tunayatamani kuyafikia, tunakwenda kuyafikia. Na walau tukutane tena hapa tukiwa tunasherehekea miaka mingine 30 ya chombo hiki cha uinjilishaji hapa Tanzania. Haya, asante sana, nikushukuru mratibu wa Radio Maria Tanzania, na hongereni kwa miongo mitatu tangu kuanzishwa kwa Radio Maria Tanzania hapa nchini. Asante sana Joyce, naamini nawe kama mtangazaji wetu chipukizi kabisa, na upo katika kipindi hiki cha miongo mitatu. Tunategemea kukuona miongo mingine mitatu mbele, ili walau basi ukiwa umekaa ukijaribu kujitafakari na kuangalia, unasema na mimi kweli nimekuwa ndani ya taasisi. Asante, tumshukuru Mungu kwa hilo. Amina. Amina. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, yalikuwa ni mahojiano mafupi pamoja na mratibu wa Radio Maria Tanzania, ndugu Priva Protas Laswai, ambaye amezungumza mengi juu ya Radio Maria Tanzania. Amezungumzia juu ya mahusiano pamoja na taasisi nyingine ambazo zipo hapa nchini Tanzania, lakini pia ametoa na ujumbe wake kwa wapendwa, waumini, marafiki wa Radio Maria Tanzania pamoja na wadau wote ambao basi kwa namna moja ama nyingine wanaisikiliza na kuipenda Radio Maria Tanzania. Mwenyezi Mungu nazidi kukubariki. Jina langu ni Joyce Jonatus Mikwacho. Heri kwa miaka 30 ya Radio Maria Tanzania.